Nipo hapa kutoa wasilisho la takwimu za ukatili wa udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025. Karibuni sana. Jumla ya matukio 99 ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo waathirika walikuwa ni 99. Waathirika wengi kwa mwezi wa Oktoba 2025 walikuwa ni watoto sawa na 92.9, wakifuatiwa na wanawake sawa na 7.1. Aina ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025, matukio ya kubaka yalikuwa ni 47 sawa na 40.5. Tukio la kulawiti au kunajisi yalikuwa ni 9 sawa na 7.8. Kuingilia kinyume na maumbile matukio 5 sawa na 4.3. Tukio la kutorosha yalikuwa ni 15 sawa na 12.9. Lugha ya matusi matukio 5 sawa na 4.3. Shambulio la aibu au kukashifu matukio 14 sawa na 12.1. Kutupa watoto tukio 1 sawa na 0.9. Kumpa na kupokea ujauzito matukio 2 sawa na 1.7. Usumbufu wa kingono tukio 1 sawa na 0.9. Idadi ya matukio kwa mwezi yamepungua kwa 6.6 kufuatia matukio 99 kwa mwezi wa Oktoba 2025 ikilinganishwa na matukio 16 kwa mwezi wa Septemba 2025. Matukio mengi yameripotiwa kuongezeka kwa mwezi wa Oktoba 2025 ni matukio ya lugha matusi, kutupa watoto, kumpa na kupokea ujauzito na usumbufu wa kingono. Haya ni matukio ambayo yameongezeka kwa mwezi wa Oktoba 2025. Idadi ya matukio kwa mwaka yamepungua kwa 32.7 kufikia matukio 99 kwa mwezi wa Oktoba 2025 kutoka matukio 147 kwa mwezi wa Oktoba 2024. Matukio mengi yameripotiwa kupungua kwa mwezi wa Oktoba 2025 isipokuwa matukio ya kuingilia kinyume na maumbile, kutupa watoto, kumpa na kupokea ujauzito na usumbufu wa kingono. Haya ndiyo matukio yaliongezeka kwa mwaka 2025 mwezi wa Oktoba. Wilaya zinazoongoza kwa matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025, wilaya ya Magharibi A imeripotiwa kuwa na matukio mengi ukilinganisha na wilaya nyingine, ambapo kulikuwa na matukio 18 sawa na 18.2, ikifuatiwa na wilaya ya Magharibi A imeripotiwa matukio 15 sawa na 15.2. Wilaya ya Wete imeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio, ambapo matukio 2 tu yaliyoripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 sawa na 2.0. Wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na idadi kubwa ya matukio ya kubaka ikilinganisha na wilaya nyingine, ambapo jumla ya matukio ya kubaka ni matukio 8 sawa na 17.0 kati ya matukio yote ya kubaka yaliyoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Kati ya matukio 47 ya kubaka yaliyoripotiwa mwezi huu wa Oktoba 2025, matukio 3 tu sawa na 6.4 yameripotiwa kwa wanawake na matukio 44 yameripotiwa kwa wasichana, ambapo ni sawa na 93.6. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025, matukio la kubaka 47, kati haya 47 matatu walibakwa ni wanawake, 44 walibakwa wasichana. Tukio la kulawiti yalikuwa ni matukio 9, matukio hayo wamefanyiwa wavulana. Kuingilia kinyume na maumbile matukio 5, ambapo matukio yote hayo wamefanyiwa wasichana. Tukio la kutorosha yalikuwa 15, tukio 1 walikuwa ni mwanamke na matukio 14 wamefanyiwa wasichana. Lugha ya matusi, idadi ya matukio yalikuwa ni 5, 4 walikuwa ni wasichana
na mmoja alikuwa ni mvulana. Shambulio la aibu au kukashifu matukio 14, moja kafanyiwa mwanamke na 11 walikuwa ni wasichana na mawili wamefanyiwa wavulana. Usumbufu wa kingono tukio moja ambalo amefanyiwa msichana. Kutupa watoto tukio moja ambalo ilikuwa ni msichana. Kumpa na kupokea ujauzito idadi ya matukio mawili ambao walikuwa ni wanawake. Idadi ya matukio ya ukatili na uzalishaji wa kijinsia kwa watoto na umri wao na aina ya matukio kwa mwezi wa Oktoba 2025. Ukiangalia jadwali letu kuanzia umri wa miaka 0 mpaka 5 ambapo wamefanyiwa wasichana 3, wavulana walikuwa ni 5. Umri wa miaka 6 mpaka 10 wasichana waliofanyiwa uzalishaji wa kijinsia walikuwa 5, mvulana alikuwa ni 1. Umri kuanzia 11 mpaka 14 wasichana walikuwa ni 19, wavulana walikuwa ni 3. Umri kuanzia miaka 15 mpaka 17 wasichana waliofanyiwa ukatili wa uzalishaji wa kijinsia walikuwa ni 52, wavulana walikuwa ni 4. Jumla yao wasichana walikuwa 79 na wavulana walikuwa ni 13. Unaona kuwa kundi ambalo linaongoza kwa kufanyiwa mambo haya ukatili na uzalishaji wa kijinsia ni kundi la umri kuanzia miaka 15 mpaka 17, likifuatiwa na kundi la umri wa miaka 11 mpaka 14. Idadi ya matukio ya ukatili wa uzalishaji wa kijinsia kwa sehemu iliyotokea kwa mwezi wa Oktoba 2025. Matukio 47 yamefanyiwa nyumbani kwa mtuhumiwa, matukio 21 sehemu nyingine, matukio 15 vichangani, matukio 10 majumba mabovu, matukio 4 nyumbani kwa mwathirika, tukio moja limefanywa katika gari kwenye vyombo vya usafiri gari, na tukio moja ni sehemu za kazi. Aina ya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Matukio 92 kati ya matukio 99 yaliyoripotiwa yapo chini ya upelelezi wa jeshi la polisi, sawa na 92.9 ya matukio yote yaliyoripotiwa. Aidha, matukio 5 bado yamepelekwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka, sawa na 5.2, na matukio 2 bado yapo mahakamani, sawa na 2.0. Aina ya watu waliofanya matukio ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa mwezi wa Oktoba 2025. Matukio 39 wamefanywa ni wapenzi, matukio 23 mtu asiyejulikana, matukio 18 watu wengine, matukio 16 walikuwa ni majirani, na matukio 3 ni baba wazazi au baba wa kambo. Muda uliotokea matukio kwa aina ya matukio kwa mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Muda ambao unaongoza kwa matukio haya ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia ni muda kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku, ambapo kulikuwa na matukio 27, ikifuatiwa na muda wa saa 6 mchana mpaka saa 9 jioni, ambapo kulikuwa na matukio 25, na saa 9 mpaka saa 12 jioni matukio 22, na saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana matukio yalikuwa ni 16, na saa 12 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi matukio 6, na saa 3 mpaka saa 9 usiku ni matukio 3. Unaona hapa ni muda ambao ulikuwa hatarishi katika maeneo yetu ambayo matukio haya yanaongoza kutokea ya udhalilishaji wa kijinsia ni muda wa saa 12 mpaka saa 3 usiku.
Yafuatayo ni majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar kwa mwezi wa Oktoba 2025. Idadi ya majalada yaliyopokelewa katika afisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa kwa mwezi wa Oktoba 2025 yalikuwa ni 46, ambapo idadi ya makosa yalikuwa ni 55, ambapo mkoa wa Mjini Magharibi kulikuwa na majalada 29, idadi ya makosa yalikuwa ni 37. Mkoa wa Kusini Unguja kulikuwa na majalada 7, idadi ya makosa yalikuwa ni 7 vile vile. Mkoa wa Kaskazini Pemba kulikuwa na majalada 3 na makosa yalikuwa ni 4. Mkoa wa Kusini Pemba kulikuwa na majalada 4 na makosa yalikuwa na 4. Na mkoa wa Kaskazini Unguja kulikuwa na majalada 3 na idadi ya makosa yalikuwa ni 3 vile vile. Majalada ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa na hatua zilizochukuliwa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Mkoa wa Kaskazini Unguja kulikuwa kuna majalada 3, ambapo 1 yalipendekezwa kufungwa, 1 ilirudi polisi kwa upelelezi na 1 halijatolewa maamuzi. Mkoa wa Kusini Unguja kulikuwa kuna majalada 7, 3 yaliruhusiwa kwenda mahakamani, 1 lilipendekezwa kufunga, 2 yalirudi polisi kwa upelelezi na 1 halijatolewa maamuzi. Mkoa wa Mjini Magharibi kulikuwa kuna majalada 29, majalada 10 yaliruhusiwa kwenda mahakamani, majalada 6 yalipendekezwa kufungwa, majalada 12 yalirudi polisi kwa upelelezi na jalada 1 halijatolewa maamuzi. Mkoa wa Kaskazini Pemba kulikuwa majalada 3, majalada 2 yaliruhusiwa kwenda mahakamani na jalada 1 yalipendekezwa kufungwa. Na mkoa wa Kusini Pemba kulikuwa kuna majalada 4, jalada 1 ilipendekezwa kufungwa na majalada 3 yalirudi polisi kwa upelelezi. Idadi ya makosa ya udhalilishaji yaliyopokelewa kwenye afisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa na aina ya makosa kwa mwezi wa Oktoba 2025. Jumla ya makosa 55 ambayo yamepokelewa kwenye ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mkoa kwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo tukio la kutorosha yalikuwa ni 3, kubaka yalikuwa 35, shambulio la aibu au kukashifu kulikuwa kuna matukio 7, kumwingilia maharimu kulikuwa na matukio 6, kulawiti matukio 4. Zifuatazo ni takwimu za udhalilishaji zilizofunguliwa katika Mahakama Kuu ya Udhalilishaji Zanzibar kwa mwezi wa Oktoba 2025. Idadi ya mashauri yaliyofunguliwa kwa mkoa kwa mwezi wa Oktoba 2025 kwenye Mahakama Kuu ya Zanzibar yalikuwa ni mashauri 22, ambapo kulikuwa kuna makosa 32. Kwa mkoa Mjini Magharibi kulikuwa kuna mashauri 13, makosa 21. Mkoa Kusini Unguja mashauri 2, makosa 3. Mkoa Kaskazini Unguja mashauri 2, makosa 2, ambapo mkoa Kusini Pemba kulikuwa kuna mashauri 2 na makosa 2. Kati ya mashauri 22 yaliyofunguliwa katika mahakama za udhalilishaji Zanzibar, mashauri hayo yote 22 bado yanaendelea. Idadi ya makosa ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyopokelewa kimkoa katika Mahakama Kuu ya Zanzibar kwa mwezi wa Oktoba 2025, ambapo mkoa wa Kaskazini Unguja kulikuwa kuna makosa 2, mkoa wa Kusini Unguja makosa 4, mkoa wa Mjini Magharibi makosa 21, mkoa wa Kaskazini Pemba makosa 3 na mkoa wa Kusini Pemba kulikuwa kuna makosa 2, jumla ya makosa 32 ambapo yamepokelewa katika Mahakama Kuu ya Zanzibar kwa mwezi wa Oktoba 2025.